ambayo amenipatia. Kama vile ambavyo tumejifunza jana, ni jana, tukaona kwamba miili yetu ni hekalu la nani? Kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, na Mungu ametuagiza tusiliharibu hekalu lake. Kwa hiyo kila kitu ambacho kina udhuru huu mwili ni kwamba ni kuliharibu hekalu la nani? Maana sisi tumenunuliwa kwa gharama kubwa sana. Kristo alimwaga damu yake msalabani mpaka tone la mwisho kwa ajili ya kulipa gharama ya dhambi. Kwa hiyo Mungu kwa kutupenda, tulisema ametufunulia siri ambayo wamefichwa wenye hekima za dunia hii. Ni pengine niulize kama swali tu kwamba tulisema kwamba chakula ambacho mwanadamu alipewa mwanzoni ni nini? Hebu tusome pale Mwanzo 1:29 tukumbuke. Anasema Mwanzo 1:29, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Baada ya Mungu kumaliza kazi yake ya uumbaji, hakumwachia mwanadamu achague kwamba ale nini. Kama vile ambavyo tulisema kwamba wataalamu wanaounda magari au mashine mbalimbali, wanapomaliza kuunda hizo mashine, wanatoa na muongozo namna ya kutumia hayo mashine, si ndio? Kwa mfano kama gari ukaambiwa linawekwa petroli, alafu wewe ukaenda kuweka diesel, litafanya kazi vizuri? Alifanyi kazi. Ingawa hakuna mtu ambaye atakusimamia kuambia kwamba lazima uweke petroli. Ni hiari yako mwenyewe kwamba unataka gari lako lidumu au lifanye nini? Lisidumu. Kwa hiyo tulijifunza pia kwamba katika serikali ya Mungu hakuna watumwa wala wafungwa. Mungu anatoa maagizo, Mungu anaonyesha njia na anatushauri tuifuate njia iliyo njema. Lakini hakuna wafungwa kule wala watumwa kwamba watashurutishwa kwamba lazima ufanye hivi. Hapana. Ni kwa hiari yetu wenyewe. Lakini pia nikasema kwamba katika kurejea katika mpango wa awali, miili yetu hii itatibika kirahisi kwa njia hiyo ya nini? Ya asili. Maana Mungu alitoa njia, alitoa mwongozo kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza kuwa na afya njema, na alitoa tiba kamili, hewa safi, mwanga wa jua na vingine. Nani anakumbuka? Mazoezi, kuamini katika uwezo wa Mungu, pumziko, maji safi. Kwa hiyo ukiwa na taratibu hizi kama Mungu alivyoagiza, mashine yako itakuwa salama. Lakini pia kikubwa sana ni kutegemea uwezo wa nani? Wa Mungu.
Maana hata hivyo vitu vyote, hayo maji unayokunywa, hicho chakula sahihi pia vinatoka kwa nani? Mungu alisema nchi na itoe mche kwa jinsi zake, na ikachipuka kutoka ardhini. Kwa hiyo ina uumbaji wa nani? Wa Mungu. Kama vile tunavyojua tumetoka udongoni na sisi, si ndio? Katika udongo kuna madini mbalimbali mle. Hayo madini Mungu ametegemea yawepo ya kutosha katika miili yetu, ili kwamba huu mwili ufanye kazi kama vile Mungu alivyofanya nini? Alivyokusudia. Kwa hiyo utaona sasa, wakati mwingine utaona kwamba mtu anaambiwa mishipa imekakamaa, damu haizunguki vizuri mwilini, ni kwa sababu au calcium haiwekwi ndani ya mwili. Wakati unaenda pengine haja ndogo, calcium inatoka, utakuwa calcium ikitoka, ina maana mishipa lazima itakakamaa. Maana calcium inamairisha mishipa, mifupa na meno. Kuna potassium ili kwamba moyo udunde vizuri. Tuna potassium nyingi inatoka kwenye viazi Ulaya. Lakini tunavitumiaje hivyo viazi? Mara nyingi tunaondoa hata ubora wake, alafu tunavifanya vinakuwa chakula mfu. Lakini katika vitu hivyo ambavyo tunavipata ndivyo vinavyoweza kufanya mwili huu. Ndio maana kuna mwandishi mmoja anasema kwamba ukikataa kufanya chakula kuwa dawa, utakula dawa kama chakula. Kwa hiyo Mungu hataki tule dawa kama chakula. Anataka tule chakula kiwe ndio dawa. Kwa hiyo mpaka hapo alafu nilisema kwamba tutaangalia baadhi ya vitu ambavyo pengine tutaweza kuona kwamba vinaweza kusaidia nini, vitu ambavyo ni rahisi, ambavyo tunaweza kuvipata kiurahisi wenyewe, tena sio kwa gharama, na hakuna mtu ambaye anaweza akakosa hivyo vitu. Viko vingi, lakini leo ningetaka niwaeleze magonjwa yanayotibiwa na kitunguu saumu. Wangapi wanajua kitunguu saumu? Kitunguu saumu ni kiungo kinavyojulikana sana kwa kila mtu. Kinafanya muujiza na maajabu katika mwili wa mwanadamu, ingawa mara nyingi tunavyo hapo, lakini hatujui kama ni nini. Unyong'onyevu kutoka udenda. Umeshaona mtu anatoka udenda? Kuumwa na viungo, kukosa hamu ya chakula, mchafuko wa mishipa mikubwa, koo, mapafu, ugonjwa wa moyo, figo na minyoo, mawe ya ndani ya tumbo, kifua, bronchitis, kuharisha, mishipa ya damu kukakamaa, koromeo, kuumwa na kichwa, uchovu, kunyongea, vipele, ugonjwa wa ngozi, huzuni, kiherehere, maumivu ya mwili wote, hofu, mabadiliko ya majira, mafua, kichefuchefu, homa ya manjano, magonjwa ya ini, vurugiko wa taratibu za kusaga chakula tumboni, kutoka na visivyoeleweka mwilini, mvurugiko wa tumbo, vijiwe ndani ya mkondo, kutoona vizuri, kutopenda kula, vikohozi vinavyobana sauti vinasababishwa pengine na baridi, magonjwa ya mishipa na pumu, minyoo ya tumbo, hata safura ambayo ni ngumu sana kupona. Kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kujikinga
na mikandamizo yote ya damu na kuzeeka haraka. Wanasema unaweza kurudisha kalenda yako ya uzee kwa kutumia kitunguu saumu. Wanasema wazungu, you can slow down your aging clock. Tuko pamoja? Kwa hiyo kama vile tulivyosema jana kwamba Mungu ni mwenye upendo mkubwa sana, na hata wakati Adamu alipokosa hakumwacha atembee tu hivyo ajifunike funiko ovyo ovyo, akampa nini? Ngozi amstiri. Kwa hiyo Mungu anatupenda, ingawa tumekuwa tumejaribu kwa mambo mengi ambayo hatukujua au wengine tu kwa mazoea, lakini Mungu hakutuacha hivyo hivyo. Ametuletea njia rahisi sana za kurejea katika afya, ila kuna kanuni katika Kutoka, kama tulivyoona katika Kutoka 15:26. Kutoka 15:26 anasema akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu nikuponyaye. Amina. Nawe utaisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kutega masikio usikie maagizo yake. Sitatia juu yako maradhi yoyote. Maradhi? Mungu anataka tukienda mbinguni tuna afya njema. Na kwa sababu ametupa utaratibu huu wa kupona, lakini tunatakiwa tuisikilize kwa bidii sauti ya nani? Kwa sababu vimelea wengi wa magonjwa makubwa vinanawiri sana, vinapenda vyakula vya nyama kama vile ambavyo sisi tunapenda, na vinanawiri. Kwa hiyo kwa kadri unavyojitahidi kutumia dawa na bado unanawirisha wale wadudu, unategemea kupona. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba afya ni uchaguzi wako. Ukichagua, kwa sababu kama ukichagua kutumia dawa kama chakula, utatibiwa, utapona. Utakaa kidogo, utatibiwa, utapona. Kwa hiyo sasa tabibu amepata nani? Mteja, badala ya kuwa tabibu wa kuponya nini? Ugonjwa. Na mara nyingi matabibu wengi, ingawa wanajua, hawataki kuwaambia watu kwamba wale wadudu wananawiri sana katika aina fulani ya vyakula, kwa sababu akipona atarudi tena. Lakini si tunataka kwamba mgonjwa awe mgonjwa alafu apone, aweze kuwa shuhuda kwa wengine ambao wamefanya nini? Asiwe mteja kwamba baada ya muda fulani yuko hapo, baada ya muda fulani yuko hapo. Sasa ni hapo pengine katika swala la matibabu ya kitunguu saumu kuna swali hapo? Sawa. Swali langu ni kwamba hujatuambia tunatumiaje kwa ajili ya dawa. Na matumizi unaweza tumia kama chakula ukaweka kwenye kachumbari, lakini unaweza ukatumia kama punje 3, punje 5 kufuatana na shida. Wengine wanaweza kukitafuna tu, atatafuna asubuhi, jioni. Kama ni pressure kwa mfano,
au ugonjwa wa moyo. Maana unaweza ukasikia mtu mwenye pressure anaweza akasikia kichwa kinauma wapi? Utosini. Kwa hiyo bila hata kupima utajua hiyo pressure imepanda, imefanyaje? Imepanda. Badala ya kwenda kununua Panado ili upunguze maumivu, utaenda kuchukua kitunguu saumu utumie punje 5 asubuhi, mchana, jioni. Kama ni minyoo, inabidi utumie kwa muda wa siku 14. Kama pengine sumu au pengine mtu ameumwa na mdudu, unaponda kile kitunguu na kikandika pale. Kama mtu ame nani sumu, anakula kitunguu saumu, kitamsaidia sana. Nina uzoefu fulani, nilienda wakati fulani tunaeleza sana habari ya matengenezo. Tulienda mahali kulikuwa na sherehe ambayo ni ya mwenzetu, lakini kumbe walikuwa kinyume chetu. Sasa wakati tunawasaidia kuandaa vitu pale, akawa amechukua kama hivi karanga. Jamani, kuleni karanga, kuleni. Akakataa na kulazimisha. Utachukua useme nisimkatalie mwenzangu. Kumbe mle aliweka kitu kibaya. Kwa hiyo baada ya muda mfupi tu nikasikia maumivu makali sana ndani ya tumbo. Nilipoenda kujisaidia ikatoka damu kama umekata, kama wembe. Sasa siku noti chochote wala sikujua ni nini wakati huo. Nimekuja kujua baadaye kwamba ilikuwa ni nini. Lakini nikajua tu kwamba kama ni kitu kama hiki inawezekana kuna aina ya sumu imeingia wapi. Kwa hiyo nilimenya vitunguu saumu pale, maana tulikuwa tunamenya vitunguu saumu kwenye hiyo sherehe. Nikatafuna. Baada ya muda mfupi maumivu yaliacha. Lakini nadhani ilikuwa nadhani sijui ilikuwa ya aina gani. Maana nilikaa palikuwa mbali mpaka nimefika nyumbani ilikuwa karibu usiku. Nikawa siumwi chochote. Lakini baadaye tena nikasikia maumivu. Sikujua ni nini. Nilipoenda kwa hospitali jirani wakasema ulikula kitu chenye sumu. Nikarudi nyumbani nikaendelea kutumia vitunguu saumu, nikawa nimepona. Kwa hiyo ni kitu kidogo sana lakini kina thamani kubwa. Na mara nyingi tunapopenda kwamba unasikia tu kichwa unaenda Panado. Unapofanya hivyo, hizi dawa za kupunguza maumivu zinaathiri mishipa. Vinaacha mishipa inakakamaa. Na mwisho inaenda kuharibu pia figo. Kwa hiyo tuweze kujua namna gani tunaweza kutumia vitu hivi rahisi kwa ajili ya kujitibu. Lakini pia kuna mambo mengi ambayo yanasumbua watu siku hizi, hasa vijana. Hasa nini? Pia vijana. Masuala ya uzazi yamekuwa yakisumbua sana vijana. Kwa hiyo tuna namna fulani ambavyo tunaweza kusaidiana kwa njia rahisi sana. Kwa mfano mtu anaona pengine hashiki mimba au anakuwa shida ya kutungisha mimba. Anatakiwa atumie tiba asili kwa mdalasini na asali. Kwa mdalasini na nini? Na asali.
Tiba hii imesaidia sana wengi ambao walikuwa wamenijia lakini pia hata kinga ya mwili, immune system, hata pia ugonjwa wa moyo unaweza ukautibu kwa njia hiyo. Unachukua kijiko cha asali, wanaita ugumba, au mtu anapata mimba inatoka, kila akibeba mimba inatoka. Anakuwa wakati mwingine ana upungufu pia madini ya zinki, anatakiwa atumie mbegu za maboga, au pengine viungo vya uzazi vya kina baba, pengine korodani zinaongezeka, anatakiwa achukue kiganja kimoja cha mbegu za maboga, ndio dozi kwa siku. Tuko pamoja? Hebu turudi hapa kwenye habari ya uzazi, ugumba. Hapa anasema kuna mtu mmoja alifanya utafiti, anasema familia moja iliyokuwa haina watoto ilitumia mgando huu kwa mafanikio na kupata mapacha wa kike baada ya kushindwa kwa muda wa miaka 14. Aliingia kwenye ndoa kwa muda wa miaka 14, hajaweza kufanikiwa kupata mtoto. Basi akatumia asali, mdalasini, asali na mdalasini, na ambapo alikuwa anachukua kijiko cha asali, kijiko cha mdalasini, anafanya kama mgando, anaweka kwenye fizi, alafu anamnani taratibu, au anakoroga kwenye maji kama chai kila siku. Kuna dada mmoja alikuwa anafanya kazi pale, ni matron pale hospitali ya Muhimbili. Alikuwa ni rafiki wa binti yangu, akawa amenieleza shida yake, nilimshauri tu hivyo. Nikakaa miaka mingi sijaonana naye, lakini baada ya muda akawa ametuma salamu kuniambia kwamba ninakushukuru, nina watoto 2. Kwa hiyo njia rahisi za uponyaji Mungu ametuandalia. Ni sisi wenyewe tu tushindwe kuisikia kwa bidii sauti ya nani? Na kutega masikio kusikia maagizo ya Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo ni uamuzi wako kwamba utaisikia kwa bidii sauti yake, lakini pia kupunguza uzito. Waweza kufurahia vyakula vyote unavyovipenda kuwa na afya nzuri na kupunguza uzito wa mwili ambao hauhitajiki kwa kula chakula chenye nguvu na ladha nzuri kilichojaa vitu viwili muhimu vya asili ambavyo ni asali na mdalasini. Kwa hiyo tumshukuru sana Mungu kwamba hata uchovu, yaani unasikia kuchoka tu, kila mara unasikia kuchoka tu, Anasema upo ushahidi mpya kwamba sukari asilia iliyopo kwenye asali zina uwezo wa kuongeza nishati mwilini zikitumika ipasavyo. Sukari hizi zinaweza kuwasaidia wazee na wengine wanaosumbuliwa na uchovu. Wataalamu wanapendekeza kuchanganya nusu kijiko cha asali katika nusu bilauri ya maji na kunyunyuzia mdalasini na kunywa masaa 2 baada ya kuamka asubuhi.
Nimeeleweka? Yaani unachukua kijiko cha asali, alafu unachukua na bilauri, nimesema bilauri, basi gilasi gilasi ya maji ya uvuguvugu, lakini lazima yachemshwe ili yapoe, sio nywa ambayo sio salama. Kijiko cha asali na bilauri ya maji, gilasi. Au kutochanguliwa kwa chakula tumboni, indigestion, mmeng'enyo wa chakula, au hivyo, yaani chakula hakimeng'enywi. Nasema vijiko viwili vya asali iliyonyunyiziwa mdalasini kabla ya milo. Kula chakula huondoa kiungulia, na wataalamu wanasema kwamba asali husaidia kutolewa kwa juisi zinazotumika kuchanguliwa kwa chakula tumboni, na mdalasini inaongeza spidi ya kuchanguliwa kwa chakula, yaani mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu afya yote ya mwili wote inatoka tumboni. Si tunapata afya kwa ajili ya kula? Unaweza ukala vyakula vizuri sana, lakini mwili unashindwa kumeng'enya chakula. Sasa mwili unaposhindwa kumeng'enya chakula, ina maana unaweza usipate choo vizuri. Usipopata choo vizuri, ina maana taka linabaki wapi? Mwilini. Na taka inapobaki mwilini, si inazalisha wadudu? Kwa hiyo virutubishi muhimu havisambazwi katika mwili. Kwa hiyo mwili hauwezi kupata afya nzuri, na tumbo likiwa haliko vizuri, hata kichwa sikinauma, kwa sababu kuumwa kichwa ni alamu ya tatizo liloko ndani ya nini? Ya mwili. Sasa wakati mwingine watu tunashughulika na kuondoa maumivu badala ya kuona kwamba hii alamu inaashiria nini. Na wakati mwingine tunashindwa kunywa maji ya kutosha. Tunasubiri tu usikie kiu ndio unywe maji. Tunakunywa maji kwa sababu 85% ya mwili wa mwanadamu ni maji. Kwa wale ambao wameshawahi kukoboa mahindi, sijui mama sasa hivi wanajua hicho, sijui. Huwezi ukakoboa mahindi bila kuweka nini? Maji. Kwa hiyo hata kama utakuwa umejua lishe nzuri, chakula cha kujenga mwili, cha kulinda mwili, cha kuleta virutubishi mwilini, mineral salt, madini na vitamini, ukavila hivyo vyakula, lakini tumbo likashindwa kumeng'enya, utapata afya? Huwezi kupata afya. Na Mungu anataka tuweze kuwa na afya njema, tuweze kukua na afya kimwili, kiroho na kiakili. Maana tunaposema afya njema hatuangalii mwili tu kwamba mtu amenawiri, amependeza, lakini je, ufahamu wake ukoje? Lakini ufahamu wake wa kiroho ukoje? Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mambo haya na kuyaishi. Kama vile tulivyosema kwamba wewe ndiye ambaye una wajibu wa mwili wako. Mtu yeyote mwingine, kama ni tabibu kinani, ana sehemu ndogo sana ya kukusaidia uwe na afya njema, lakini maamuzi ya kuwa na afya njema yako mkononi mwako mwenyewe.
Kuna swali mpaka hapo? Mi na swali lingine. Swali la kwanza na maswali mawili. Swali la kwanza, huwa tuna watu wengi wanapenda kuongelea dawa za kupunguza uzito wa mwili, lakini pia tungetakiwa pia tuweze kupata dawa za kupandisha uzito wa mwili, kwa maana kuna baadhi ya watu wenye changamoto hawana uzito wa mwili. Lakini pia swali lingine ni kuhusiana na kitunguu saumu. Kuna daktari mmoja aliniambia kwamba ukila kitunguu saumu ukikitafuna kinaharibu fizi. Je, hapo pia pana ukweli kwamba ukila kitunguu saumu panaharibu fizi kutokana na madini yaliyomo kwenye kitunguu saumu? Asante. Ushawahi kulijaribu hilo? Ndio, nishawahi kujaribu kula. Lakini sikuona mimi shida, ila pia aliniambia kwamba haiji kwa siku hiyo, kwa hiyo sikuelewa. Sasa mimi nimetumia kitunguu saumu zaidi ya miaka 50. Umenielewa? Sijai haribika fizi kwa ajili ya hiyo. Na mara nyingi si unajua watu hata wanasema kwamba limao linakausha damu. Si mmeshasikia hiyo? Unadhani hicho ni sahihi? Kuna mambo mengi ambayo watu yaani tena yapo kwa watu wengi wanayazungumzia na wameyapasisha kwamba ndivyo alivyo, lakini kiuhalisia sivyo yalivyo. Kile si ni chakula, kwa sababu inategemea kwamba huyo mtu tatizo lake, ningekuwa pengine tatizo lake ni la muda gani, kwamba pengine ni upungufu wa madini ya zinki, au pengine kuna pengine ana PID, pengine ana ovarian cyst, vitu vyote hivyo ambavyo vinazuia uzazi, au pengine amekuwa na UTI au magonjwa ya zinaa ya muda mrefu ambayo hajatibika vizuri, na yenyewe inahusika. Kwa hiyo kwa nani ya kawaida, ndio maana kiuhalisia ni vizuri ukajua tatizo alafu ndio ukaanza matibabu. Asante. Mimi nilikuwa naomba kuuliza katika matumizi, je, ni mdalasini wa unga ama kama ilivyo katika namna ya vijiti? Kama ukipata vijiti ukatengeneza mwenyewe, lazima usage ama utatafuna hivyo hivyo? Na hapana, ili sasa hapo nitashindwa kusema nani yake formula yake kwamba kiasi gani utatumia, lakini nadhani hata ukatumia kiasi fulani kwa ukadiria, ukatafuna na ukala inaweza pia ikakusaidia. Lakini ukiupata unga ndio vizuri zaidi. Unaweza spare? Amina. Mimi napenda kuuliza, unakuta mtu anaumwa kisukari na pressure, kuna njia ya kumsaidia? Yaani akishikwa na pressure nampelekea hata aongee hata siku moja. Dawa hizo zipo, zimetengenezwa, lakini kwa kusaidia hiyo pressure inafanya vizuri sana. Kwa nini? Au unaweza pia kwa pressure, lakini pia unaweza ukatumia mbegu ya parachichi, au wale wanaotoka kanda ya ziwa, kuna kuna tunda moja wanaita amla, naifahamu, wanaitaga Indian Gosbell, inatoka kule Geita kule, mimi naiagizaga kutoka Geita. Yenyewe hiyo pia inasaidia sana kisukari.
Mnaifahamu amla au pengine ina neno la kilugha huko? Hamwijui? Karatasi yake nimeacha pale, nitakuja kuwaonyesheni. Lakini pia maziwa ya soya. Wangapi wanajua maziwa ya soya? Maziwa ya soya yanasaidia sana sana kwenye sukari. Mmesikia? Kwa sababu ndani ya soya kuna virutubishi kuliko vilivyoko kwenye nyama. Kuna hiki kitabu ambacho tulipata huko Zambia wakati huo, wanasema nani, kwa nini tutumie soya? Wanasema hivi, soya beans katika gramu 100 za soya kuna protini 40 kwenye gramu 100, lakini kwenye karanga katika gramu hiyo 100 iko gramu 27, na kwenye maharage ipo 25 kwenye gramu hiyo 100. Alafu kwenye nyama katika gramu hiyo 100 iko gramu 25. Kwenye maziwa kwenye mayai ni 12, kwenye maziwa ni 4. Kwa hiyo utaona kwamba hii soya beans ina virutubisho, ina protini kubwa kuliko zote. Na anasema kwamba pale kuna protini kwenye hiyo soya hiyo, kuna protini hiyo 40, kuna calcium, kuna mafuta, kuna vitamini A, B, C, D, E, F, K kwenye soya. Kwa hiyo hata mtoto mchanga ambaye pengine kwa bahati mbaya ameshindwa pengine kwa ajili ya afya ya mzazi wake hanyonyeshwi maziwa ya mama, anapotumia maziwa ya soya ni mbadala wa maziwa ya mama. Nina uthibitisho wa hilo, maana nina wajukuu zangu ambao walizaliwa mapacha. Mama yao baada ya kuwanyonyesha, siku amewanyonyesha akaanguka moyo, yaani moyo ukawa umefanya nini? Wenyewe watoto walikuwa wakubwa, mwenyewe ni mdogo mdogo. Basi tukamkimbiza hospitali, akasema moyo umesumbua. Kwa hiyo alikaa hospitali siku 10. Alivyorudi watoto wakakataa kunyonya. Kwa hiyo tukawa tunawapa maziwa ya soya, wakawa wana afya nzuri, tena hata shuleni wana akili nzuri, wala hawakuwa wanaumauma. Kwa hiyo vitu ambavyo tunaweza kuponea kwa ajili ya afya zetu vipo. Katika soya unaweza kupata maziwa, unaweza kupata unga wa soya ambao unaweza hata ukaungia kwenye mboga za majani. Unaweza ukapata kama karanga, ukawa unazichemsha alafu unazikaanga, alafu ukawa unapata mayai ya soya. Nani amewahi kutumia mayai ya soya? Mayai ya soya ni pale ambapo kama unasaga, utasaga hayo maziwa ili upate maziwa. Sasa utakamua. Unapokamua sasa, kile kinachobaki unakipika kama mayai ya kuvuruga. Ni mboga nzuri sana, yana virutubisho vyote. Sawa? Kwa hiyo
Ingawa kwa mazoea tumezoea, kwa sababu unajua mazoea hujenga tabia, lakini kwa namna ya kusema virutubisho tunatakiwa tu wamama tujitahidi kujua namna ya kupika vitu mbali, ili maana mara nyingi watu wanajua kwamba mtu kama hali nyama basi maharage, si ndio? Huyo hali nyama basi mpikieni maharage, si ndio? Tumezoea. Lakini tunaweza kuwa na vitu vizuri sana. Hata ngano unaweza ukaitengeneza nyama nzuri tu. Si mama unafahamu tutakuja kuongea baadaye. Kwa hiyo viazi wenyewe hivi viazi Ulaya, mtu akiwa na viashiria vya kansa anaweza akatumia juisi ya viazi kwa siku 40. Juisi ya gilasi unavisaga, yaani huvipiki na wala huvimenyi ile nani yake, maana ile ubora wa viazi yuko kwenye ile lea ya juu. Kwa hiyo unasaga kama na blender au kama na kile kisagio cha karoti, unakunywa kila siku, utashangaa kwamba umepona bila kutumia hata gharama yoyote. Kwa hiyo kwenye hiyo tiba ya viazi utajuaje kwamba na viashiria vya kansa? Unaweza kujuaje? Si tunaendaga hospitali kupima kwa sababu mara nyingi ili upate nani hii, kama hujapima ukaambiwa una tatizo fulani, utaweza kutibu tu mfumo mzima wa mwili fahamu zake, kwamba kuondoa uchakavu wa mwili na kutengeneza system ya mwili ikae sawa. Lakini unaweza ukajiona katika hali fulani, ukawa umeenda hospitali ukaambiwa una viashiria vya nini na ukatumia hiyo. Kuna watu ambao walifanya hivyo wakawa vizuri. Hata juisi ya karoti pia. Lakini hata nanasi linasaidia kuondoa usahaulifu. Si mara nyingi sasa hivi watu wanasahau sana. Fanya uzoefu wa kula nanasi mara kwa mara, au madafu, sehemu zile zenye nazi, kula madafu, maji yake pia na ile nyama yake. Nimalizie swali langu halafu niruhusu mwingine. Ile juisi ya viazi amesema hata kama sina dalili za kansa naweza nikatumia kwa ajili ya mwili. Sasa ni kiwango gani nitatumia kwamba nimezidisha, au unaweza kufanya kama ninavyokunywa hizo juisi nyingine? Kwa sababu yenyewe sio tamu, ila unaweza kama una asali unaweza kaweka asali kwamba utazidisha kwa ajili ya utamu, hapana. Lakini unajua mwili wako mwenyewe unaweza kuashiria kwamba mimi nina afya nzuri kuliko hata vipimo vingi, si ndio? Unaweza ukasikia mwili mzito, ukawa umetumia huduma fulani ukajisikia kama umekuwa mwepesi. Na kwa kuwa utakuwa unaendeleza vitu ambavyo vinakupa kinga ya mwili, kwa sababu kinga ya mwili ni muhimu sana. Parachichi pia, parachichi ni dawa nzuri sana wanasema kwa ajili ya kufanya akili ikae vizuri. Yaani ni nzuri sana kwa activate ubongo.
Eh. Una Nilikuwa nauliza parachichi unatumia kama juisi ama una ila hivyo? ukilila vizuri ni vizuri zaidi, maana juisi si utataka uweke sukari, ila kama utaweka asali sawa, lakini kama unaliweza kulipata tu parachichi, kula tu ni zuri. Na mara nyingi tunapataga uric acid ndani ya mili yetu kwa kufanya mchanganyiko wa mboga vegetable na nini na citrus fruit kama machungwa yaani mchanganyiko ule kwa pamoja unatengeneza uric acid. Lakini matunda ambayo tunaweza kula tu na hata mboga hizo ni parachichi, limao, ndimu, lakini sio machungwa, machenza, sijui ndizi, sijui nanasi. Inatakiwa kama umekula sasa hivi mboga ambayo ina chakula ambacho kina mboga za majani, ukae kama muda wa lisaa hivi ndio uweze kula nini hilo chungwa au nini. Nina nani kidogo sawa. Ninanyonge nani kitaka tu kumjibu kwamba viashiria vya kansa. Moja, kwa mfano kwa kina mama akiwa na kansa ya shingo ya kizazi, mara nyingi akifanya tendo la ndoa anaona damu inatoka. Hicho ni kiashiria tosha kabisa cha kumwonyesha kwamba anaweza kuwa na saratani. Alafu wakina mama kwa mfano ana umri mkubwa, akitoka damu ambako ilikuwa sasa ameshakoma kupata siku zake, moja kwa moja huwa ni kansa ya kizazi. Amina. Kwa wanaume, umri umekwenda, unakojoa damu. Kwa mfano unaanza kupata changamoto ya mkojo, baadaye damu inajitokeza, moja kwa moja utajua kwamba hiyo tayari unaweza kuwa na kansa ya tezi dume au kibofu cha mkojo. Pia kuna kansa zingine, kwa mfano unatoa kinyesi ambacho kina damu kama hakuna sababu nyingine kulingana na mazingira. Kwa mfano mtu Ulaya akitoka damu kwenye mfumo wake wa chakula, huwa ni kansa. Kwetu huko ndio labda kuna changamoto nyinginezo, kuna bawasiri na kadhalika. Alafu kwa kina mama pia ni kuwa wanajicheki matiti, kansa ya titi. Kansa ya titi unaweza ukaing'amua unapokandamiza, unaposhika matiti yako na yatomasa. Je, ndani kuna uvimbe? Tena mara nyingi unakuwa hauna maumivu. Kwa hiyo kina mama unajikuwa unajitomasa, alafu unaweza kuwa unakamua kwenye chuchu. Nini kinatoka? Ikitoka damu, basi pia ni kiashiria kwamba unaweza kuwa una kansa. Na shida nyingine zipo, kwa mfano kuvimba tezi. Tezi hizi zinavimba na zinakuwa hazina maumivu, zinachukua muda mrefu bila kupata nafuu, inaweza kuwa ni dalili ya kansa. Kwa hiyo kansa zipo za aina ikitegemeana na ni wapi ni kiungo gani kimeathirika. Sasa labda kusaidia tuangalie, je, hili ni agizo la Mungu? Hizi tiba, unajua watu wengine hizi tiba wanaweza wakadhani kwamba ni watu tu wamezibuni. Hasa kwa upande wetu ni vizuri tuzijue kila mtu hapa, kwa sababu ni sehemu ya injili yetu. Sasa sikiliza hapa maelezo ya Mungu kupitia Mama White kwenye hii testimony ya 5, ukurasa wa 443. Anasema there are many ways of practicing the healing act. Yaani kuna namna nyingi za njia ya kutibu. Kuna njia nyingi ya namna ya kutibu. Anasema but there is only one way that heaven approves. Kuna njia hii ambayo njia moja ambayo mbingu imefanyaje? Imeapprove. God's remedies are the simple agencies of nature that will not tax or debilitate
debilitate the system through their powerful properties. Kwa hiyo njia ni hii, kwamba njia ambayo Mungu anatumia ni simple nini? Simple, yani njia nyepesi kama hii ya nini? Ndio ameapprove, ni moja peke yake, na anasema pure air and water, cleanliness, mambo ya usafi, proper diet, purity of life, and a firm trust in God, and the remedies are remedies for the want of which thousands are dying. Yet these remedies are going out of date because their skillful use requires a work that the people don't appreciate. Fresh air, exercise, pure water, and clean, sweet promises are within the reach of all with but little expense. But drugs are expensive, both in the outlay of means and in the effect produced upon the system. Kwa hiyo hizo ndio njia, lakini sasa watu wengi wanakuwa wanafanyaje? Hawazitaki kwa sababu zinahitaji nini? Muda. Unajua zenyewe matokeo yake ni ya pole pole. Alafu na tumeona onyo limetolewa, sio kwenye nini? Zile dawa za hospitali ambazo zinakwenda kutia sumu nini? Mwili. Na ukisoma vitabu vingine hivyo hivyo, kama kile cha kutayarisha njia sehemu ya kwanza, anasema kumeza zile dawa zenye sumu ni laana. Unaona, tunapoacha hizi njia, napenda kuhakikishia, ukishajua hii nuru, ukisogea kule unakwenda kufa, kwa sababu unakwenda kinyume na mpango wa nani? Na mpango wa Mungu. Kwa hiyo sababu unajeza tukajifunza kila kitu. Kuna haya mambo ukiyaishi utayafurahia. Mimi mwenyewe ninayaishi na nimeona matokeo yake. Mtu aweze naishi practically kabisa na hivi vitu. Na nimeshuhudia mambo makubwa sana. Yaani ugonjwa hata ambao unakwenda sio kwa daktari bingwa. Daktari bingwa kwa hii elimu ni mtu mjinga kabisa. Si chochote kabisa. Simply kabisa. Haya magonjwa yanayowashinda mengi tumeprove. Kwa hiyo vitu ukivifanya na kwa kumtegemea, kwa sababu hapa mkuu ni nani? Alafu niwaambie jambo hili si dogo. Ukisoma vitabu hivi kuna nepa limepigwa signature na Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo lina mamlaka kutoka kwenye kiti cha enzi. Tunajipunja wenyewe kwa sababu ubishi mwingi, ujuaji, lakini hata dunia inajua. Kila siku Muhimbili pale watu wanalazwa mochwari. Vidonda vya tumbo vimeshindikana, ugonjwa gani umeshindikana, lakini hapa kuna majibu yake. Kama umeshaambiwa, si kuna dawa ya kansa? Alafu pia kuna masharti. Uweze ukaendelea kula nyama, ukala vitu vinavyodhoofisha kama sukari, hivyo lazima uvifanyeje? Kwa sababu mawiti alionyesha kwamba isaanza ni sababu, yani unaondoa vile sababishi kwa neema ya Mungu. Yani ukisha kuwa na Yesu ndani ya moyo wako, juu ya matakwa yake hayana mgogoro. Shida ni kuyafanya nje ya uwezo wa nani? Tunapoyafanya kwa mpango wa kimbingu utayafurahia. Mimi nakwambia maisha yatakuwa rahisi, afya itakubali, hakuna kifo kitatokea kwa sababu eti kuna ugonjwa umeshindikana. Labda niwape tu uzoefu mwenyewe. Niwahi kuugua tu, ikatokea nimeugua malaria. Nipougua malaria wakaleta sio ya harusi sio nini. Nikasema hivi mimi siwezi kutumia. Nina ahadi za Mungu wangu. Yaani walishangaa. Nilitumia kitu rahisi tu, majani ya mpapai. Unajua namna ya kuyachemsha. Unajua kwenye majani hauchemshi. Unachemsha maji, alafu unachukua ile majani unaloweka, unawekea chini. Unaona, unafunika. Baada ya saa moja hivi unaanza kufanyaje? Kutumia ile juice, na unaitumia kwa siku moja. Glasi moja mara ngapi? Mara 3. Unachanganya na kitunguu saumu. Wakati umeacha vyakula vyote vile ambavyo ni hatarishi vinavyoharibu kinga. Malaria siku ngapi inakuwa imekimbia? Yaani muda mfupi unapona. Na magonjwa mengine mabaya hata ambayo siwezi nikanani hapa. Kuna vitu vingi ambavyo dunia inasema kwamba haviponi, lakini nakuhakikishia vinapona. Kwa hiyo hapa Mungu ametuweka tuweze kuisaidia dunia katika mambo mangapi? Kwa hiyo tunapohubiri matengenezo, hii ni serious issue na ina matokeo. Mtu anaweza kupuuza. Ukisoma kitabu hiki vizuri, utajua hii ni maelekezo ya Mungu, na kuyapuuza ni kujiletea shida.
Kwa hiyo jamani, haya mambo kama huyajui, kuwa mpole tu. Tunazo siri nyingi, huwezi kujua nuru yote kama mtu huyu. Kila mtu ana upande. Kwenye unabii atajua unabii, hatajua mambo ya nini, mambo haya mengine ya uponyaji na mwenyewe. Si kama wewe ni mwalimu. Kwa hiyo simama kwenye nafasi yako, usiingie kwenye nafasi, uwe na tahadhari sana. Amen. Kuna Bwana asifiwe. Vitu kama maisha ni nidhamu. Ukijiwekea nidhamu utashinda. Zamani nifikiri kwamba sababu tumekuwa katika mazingira ambayo mkienda kwenye harusi soda, sherehe soda, lakini baada ya kujua kwamba kufundishwa tu kwamba soda haina chochote, nilijiwekea nidhamu, nikafanyaje? Nikaiacha soda. Kwenda miaka mingi sijatumia nini? Soda. Baadaye hicho nifanya pia nikaacha sukari. Ni Bill Clinton na mke wake, yule rais wa Marekani. Niliona anatangaza kwenye media kwamba ameacha sukari. Nikasema kwa nini sukari ina nini? Nikafuatilia nikakuta kumbe sukari ina athari kubwa. Nikasema kwani huu utamaduni wa kunywa chai asubuhi tumeutoa wapi? Kwamba lazima asubuhi unywe chai na mandazi au vitumbua. Nikafuatilia asili ya wazee wetu, walikuwa wanakula chakula cha kutosha asubuhi na wanafanya kazi zingine. Na kupungukiwa walikuwa na nguvu. Basi tunazofika. Mimi sukari nikaacha. Amina. Labda kama umenitumia nimekunywa hapa kwenye uji sijui, lakini sipendi hivyo vitu, labda katika mazingira ambayo yanikuta, lakini si kipaumbele changu. Sasa kuna vitu ambavyo binafsi nimevifanyia kazi na nimeweza kuvifanyia kazi na sijaathirika chochote. Sasa kufanya binafsi ukiona kwamba napasa kuwa na nidhamu. Ingawa pia unaweza ukafanya vyote hivyo na bado uko umeugua. Kuna neema ya nani? Ya Kristo pia iko hapo. Sasa ila kuna hoja ambayo nataka mimi niitoe. Huu ujumbe wa matengenezo miaka mingi umeuhubiri. Lakini katika jamii iliyochoka kuna matengenezo wapo. Sawa? Nafikiri kuna kitu cha kwa asasi Tanzania huko Afrika. Wenzetu kama pale Marekani Loma Linda ndio wanaongoza kuishi katika watu wote duniani. Kitu gani waliweza kufanya? Huu ujumbe huwezi kupractice mwenyewe ukaweza. Hata kujitibu, kwa sababu ukisema kwamba ukurupuke uanze kujitibu, sawa? Bila kuwa na elimu kama watu kama nyinyi, unaweza ukajiingiza kubaya zaidi. Sasa kitu ambacho mtumishi wa Mungu Ellen White alikuwa ametoa ushauri kwamba sasa kila kanisa la Waadventista wa Sabato liwe na sanitarian, si ndio banaki? Lifundishi wachungaji na waumini wake. Si tu kwamba mtu anakuambia huu mwarobaini unatibu, au unasikia mtu anasema kunywa papai sijui unafanyaje napona. Tuwepo na research. Watu wasome. Watu wa Loma Linda wamesomesha wale watu. Wayahudi kule wanafanya kitu kama hicho. Kwa inabidi watu hivi vitu tuvisishie tu kwamba tunafundisha kama utamaduni wa makambi, somo la afya kanisani, hatua zichukuliwe kuwe na nini? Sanitarian. Kwamba watu wajifunze, tufanye research kwamba huu mwarobaini nikichanganya na nini na kuwaje. Hebu leo mtu anaumua, kuna mtu mmoja aliugua kisukari akapewa ndoo ya lita 20 ya maji. Kwamba hiyo ni dozi ya asubuhi tu, ni dozi ya siku moja. Ndoo nyingine. Mtu anashindwa, sawa? Sasa tutafanyaje kwamba hiyo lita 20 iwe kidonge, si ndio? Kama wale Wajerumani ambao wako pale Kinondoni, leo tunanua dawa kwao, maana wamekuja hapa hizi dawa zetu hizi. Wamefanya utafiti, wamezunguka kwa porini, wakachukua dawa wakazitengeneza kama tembe. Na watu wanaenda wanatibiwa pale. Sasa sisi tuje na hoja, hichi kipindi kisiwe tu kwamba basi tu au mashindano ya hoja, huyu anajua vifungu sana, tuko pamoja. Sasa tutengeneze mazingira, sababu swala la matibabu ni sawa, imani inatumika, lakini si swala la kiimani. Lakini pia linajumuisha katika swala la kiimani. Lakini tukiendea kiimani tu, tuende kwa research pia. Mungu atusaidie. Na mama hapa namshukuru Mungu na amefungua sanitarian.
na mimi ni mteja wake mzuri pale, napata matibabu, napata vitu fulani vizuri tu. Sala msingi tuchukue hatua kwa kila kanisa ambayo tukitoka mahali hapa. Asante. Amen. Nashukuru kwamba tumekuwa na uelewa. Kinachotakiwa ni kumwomba Mungu atuwezeshe, kwa sababu kwa jitihada zetu wenyewe hatuwezi. Tumekuwa na mazoea ya maisha ambayo mara nyingi yako tofauti sana na vile ambavyo tunaelekezwa kwenda, lakini ni lazima tufike kule ambapo tunatakiwa tufike, kwa sababu Biblia inasema hakuna kinyonge kitakachoingia wapi? Mbinguni. Ni ulivyosema ni jambo zuri sana. Nilianza muda mrefu wakati tuko international kule kutafsiri kitabu kile cha Science of the Natural Healing cha Carlos, ndio ambao unaona watu wana sanitarium huku kote. Niliwauzia vitabu, hata unajua Alex Gaungu mganga wa kienyeji sasa. Sasa si amemwacha Mungu. Sasa ukimwacha Mungu unafanyaje? Si lazima uende ulimwenguni? Kwa sababu hili ni mkono wa kuume wa Injili, si ndio? Sasa kama umeshaacha Injili na we ni tabibu, utafanyaje? Utaenda pale ambapo mteja wako anataka. Samahani. Kamati ya uimbaji watutufungia kuisha kipindi kwa wimbo.